Katika dunia ya leo ambapo mawasiliano ni sawa na pumzi ya maisha, kuna kampuni chache zinaoelewa kwamba wakati haumsubiri mtu. Ndipo inapojitokeza Yas, mtandao wa simu unaokuja na falsafa moja kuu: kuwasogezea wananchi huduma, fursa na matumaini. Kama Waswahili wanavyosema, penye mwanga hapakosi njia. Ni Yas imeamua kuwa mwanga huo, hususan kwa jamii zilizopo pembezoni. Moja. Yas si mtandao wa simu pekee, bali ni daraja linalounganisha watu, biashara na ndoto. Kupitia uwekezaji wake Zanzibar, kampuni hii inaonyesha wazi kuwa mkono mmoja hauinui mzigo, na maendeleo ya kweli yanahitaji ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali. Katika ufunguzi wa maduka yake huko Paje, wilaya ya Kusini Unguja, Yas imeonyesha kuwa dhamira yake si maneno matupu, bali ni vitendo. Ni uwekezaji unaolenga kukuza uchumi wa kidijitali, kufungua ajira kwa vijana na kuimarisha huduma za mawasiliano kwa wananchi wa kawaida. Asiyefika baharini hawezi kujua thamani ya maji, na Yas imeamua kufika hadi vijijini ambapo mahitaji ya huduma bora bado ni makubwa. Akizungumza katika hafla hiyo, katibu tawala wa wilaya ya Kusini Unguja, ndugu Mbarak Omar Kasongo, amesema juhudi za kampuni kama Yas zinaendana na mkakati wa serikali wa kukuza teknolojia na uchumi wa kidijitali. Kauli yake inaakisi methali isemayo, palipo na nia hapakosi njia, kwani serikali na sekta binafsi zinaendelea kuvuta kamba upande mmoja. Lengo la kuwepo duka hili ni kutoa huduma na kurahisisha mawasiliano kwa wananchi. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba watu wote waliokuwepo Paje na vijiji jirani ili waje hapa kwa ajili ya kuona huduma ambazo zinapatikana katika duka hili. Msingi uwepo wa tawi letu hili la Yas hapa Paje tumekuja kwa ajili ya kushirikiana na serikali katika kutoa huduma katika sekta mbalimbali, ikiwemo wale watu wa mwani ambao wapo katika wilaya yetu hii ya Kusini. Kwa hivyo kupitia mashirikiano hayo itaiwezesha serikali kutoa huduma kwa wananchi ambao wapo katika shehia hii ya Paje. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Yas kanda ya Zanzibar, ndugu Aziz Said Ali, ameeleza kuwa Yas imejipanga kushirikiana na serikali katika kukuza uwekezaji unaolenga maendeleo ya nchi. Kwa mujibu wake, ushirikiano ni nusu ya ushindi, na Yas inaamini kuwa mafanikio ya kampuni hayawezi kutenganishwa na ustawi wa jamii inayoiwezesha kufanya kazi. Sisi ndani yetu tunashirikiana na serikali katika mambo mbalimbali, na utaona katika wilaya hii ya Kusini, katika mkoa wa Kusini Unguja, kuna kilimo kikubwa cha mwani. Katika siku za hivi karibuni, kwa kushirikiana na serikali, tutakuwa tunatoa elimu ya ujasiriamali kwa wakulima wa mwani waliopo mkoa wa Kusini Unguja wote, na hatutaishia hapo, kwa sababu tunaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba wakulima wote wa mwani wanaiona thamani ya mwani ambao wanauza serikalini, na kwa sababu hiyo tutakuwepo mkoa wa Kusini, tutakuwepo na mikoa mingine pia. Kwa hiyo tunajivunia kwanza kwamba tunaanza mkoa wa Kusini. Kwa hiyo tunaomba wakati tutakapokuja katibu tawala, tupokeeni kwa ajili ya kufanya jambo hili, tuweze kuhakikisha kwamba manufaa haya yanawafikia wakulima wote wa mwani hapa wilaya ya Kusini Unguja. Naye mkurugenzi wa huduma kwa wateja wa Yas, Mwangaza Matotola, amesema dhamira ya Yas ni kuimarisha huduma zake kwa kiwango kikubwa kwa lengo la kuwasogezea wananchi huduma bora za uhakika na zenye thamani. Mteja ni mfalme, na kwa Yas huduma bora si ahadi bali ni wajibu. Duka hili jipya limeanzishwa mahususi ili kurahisisha upatikanaji wa huduma zetu kwa wakazi wa Paje na maeneo ya jirani. Kupitia duka hili tunalenga kuimarisha kasi ya kutoa huduma zilizo bora kwa wateja wetu, pamoja na kurahisisha upatikanaji wa huduma za mix na vifaa mbalimbali ikiwemo simu janja, router na vinginevyo. Tunaendelea kupanua mtandao wetu wa maduka kama sehemu ya dhamira ya kusogeza huduma na bidhaa karibu zaidi na jamii tunazozihudumia. Katika miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia ongezeko kubwa la matumizi ya teknolojia nchini Tanzania
Ili kushiriki kikamilifu katika mageuzi haya ya kidijitali, tumezingatia mahitaji ya wateja wetu ambao wanahitaji huduma za haraka zinazopatikana kwa kurahisisha na zinazokidhi matarajio yao ya kila siku. Kupitia duka hili la Paje Yas, tumeongeza vituo vyetu vya huduma, tunapanua maeneo ya mawasiliano na kwa wateja wetu, na tunahakikisha kila mteja anapata msaada. Wananchi wa Paje na maeneo ya jirani kuingia kwa Yas ni zaidi ya mtandao wa simu, ni ishara ya matumaini mapya, kama asemavyo sheha wa shehia ya Paje, ndugu Muhammad Rajab. Uwekezaji huu utachochea maendeleo ya vijijini, kuongeza ajira na kuimarisha mawasiliano, kwani palipo na mawasiliano maendeleo hayakai mbali. Kwa jamii ya watu wa duniani wote, sio wa Paje tu, ni siku ya faraja kwetu katika kuzindua duka jipya hili la Yas, kwa sababu tukitaka tusitake, sasa hivi Mixx by Yas wameirahisisha dunia kwamba ikiwe kama ni kijiji, uwepo wake wa shughuli za kibiashara ni alama tosha kwamba ukuaji wa uchumi wa nchi yetu unapaa juu. Moja, lazima tukubali kwamba kuna mashirika mengi ya simu, lakini Mixx by Yas ni number 1 katika kutoa huduma, kwa sababu kwa sasa hivi tayari kuna mtandao wa 5G ambao unafanya kazi vizuri. Ni kweli kwamba ilikuwa ipo haja kubwa ya kuona kwamba mtandao huu unafika ndani ya jamii ya watu wa Paje, hasa kutokana na ukuaji wa mji na mambo ya biashara. Kwa sasa hivi tuna wastani wa watu karibu 10,000, lakini watu hao wote wamebakia kama ni mtu mmoja kutokana na kuwepo kwa mtandao wa Yas. Watu wengi walikuwa wakisumbuka kufuata huduma hizi Vuga, lakini kwa sasa hivi huduma ziko Paje, hapa katika Paje Plaza. Kwa hivyo tuwakaribishe watu wote katika jamii hii kuona kwamba wanapata zile huduma ambazo zinastahili kupata Vuga. Kwa ujumla, safari ya Yas Zanzibar ndiyo ile methali ya Waswahili isemayo mwenda pole hufika, safari iliyobeba dira ya maendeleo, ushirikiano na mustakbal wa uchumi wa kidijitali unaojengwa kwa vitendo, si maneno. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma, hariri Abdullahi Top.